لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث سلمنا من البلاء ونسألك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا غفران يا رضوان يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك لا. Tunawajibu vile vile kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aidumishe amani hii tuliyokuwa nayo, kwa sababu sote ni mashahidi. Tayari kuna maneno mengi ambayo yanaelekea kuvunja amani. Zamani tulikuwa tunasikia kwa wenzetu wa mbali, tunasikia Yemen kuna mapigano, Syria kuna mapigano, Kongo kuna mapigano, Somalia kuna mapigano, Sudani ni nchi ambazo ziko mbali na sisi. Tukawa tunadhani kwamba kwetu hayawezi kuwepo haya, lakini juzi tumesikia yako Tanzania bara, na athari zake sote tumeziona. Manake huku Zanzibar amani ipo, lakini yaliyotokea Tanzania bara yametuathiri, athari zake mpaka huku zimefika. Kwa hivyo tuna sababu ya kumuomba Mwenyezi Mungu aidumishe amani tuliyokuwa nayo ndani ya nchi yetu Tanzania bara na huku Zanzibar. Mlango wa kuomba ni mlango mpana sana. Mwenye shida ya watoto, mwenye shida ya familia, mwenye matatizo ya kazi, mwenye matatizo katika uongozi, kila mmoja. Bali tuna nafasi zaidi sisi, pia tuna nafasi ya kuiombea nchi yetu. Sikosa kuiombea nchi yetu. Tuna nafasi zaidi ya kuwaombea viongozi wetu. Na wasemaji alisema, lau kana li da'watun salihatun la saraftuha ila al-imam. Lau ningekuwa na dua moja iliyokuwa njema inakubaliwa, ningelimuombea kiongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kuomba yeye peke yake, lakini alitufundisha kwamba tukusanyike tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kukusanyika tunatofautiana katika kupokewa dua zetu. Wengine akiomba dua pale pale dua inapokelewa, wengine inachukua muda kidogo, wengine wanaakhirishiwa mpaka siku ya malipo ndio wanapewa yale maombi yao. Sasa faida iliyokuwepo tunapokusanyika, watu wenye sifa zote tunakuwa tumewakusanya kwa kutarajia kwamba dua yetu ipokelewe haraka. Na sisi tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba matakwa yetu. Matakwa yetu katibu mtendaji ameyataja kwa uwazi kabisa.